Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo inaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba wanajeshi wa Urusi wametuliza hali na wanasonga mbele karibu na Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk, ingawa jeshi la Ukraine linapeleka akiba kubwa ya majeshi. Kulingana na kiongozi wa DPR Denis Pushilin, anasema hali katika eneo la Krasnoyarsk kwa sasa ina sifa ya lengo la adui kuweka vitengo vyetu kwa muda mrefu iwezekanavyo. Hata hivyo, licha adui kuhamisha hifadhi ya ziada kutoka eneo la Kursk, vitengo vyetu vimeweza kuimarisha hali hiyo na kuendelea kufanya maendeleo, alisema kupitia Telegram. Vile vile, Baraza la Umoja wa Ulaya limeidhinisha malipo ya euro bilioni 3.5 kwa Ukraine chini ya mpango wa usaidizi wa jumla wa kifedha. Kulingana na taarifa, uamuzi huo umetolewa katika mkutano unaofanyika mjini Brussels. Nikinukuu, anasema kwa malipo haya ya tatu, Ukraine itakuwa imepokea karibu euro bilioni 20 chini ya kituo cha Ukraine tangu kuanza kutumika mwaka mmoja uliopita. Inasomeka taarifa hiyo. Vile vile, raia wa Ukraine wanaoishi katika mji wa Lublin wa Poland wameanza kupata wito wa kuripoti kwenye kituo cha kuandikisha watu cha jeshi la Ukraine ambalo linawaandikisha wanajeshi wa Ukraine wanaoishi Ulaya kwa jeshi la Ukraine. Toleo la Strana lina ripoti likinukuu channel za Telegram. Pia lishiriki picha ya wito huo ikisisitiza kuwa uhalisi wake haujathibitishwa. Wakati huo, kulingana na Strana, kituo cha kuajiri cha kitengo hicho kiko Lublin. Vile vile Volodymyr Zelensky ameidhinisha sheria juu ya haki ya rais kutuma jeshi katika majimbo mengine. Wakati wa sheria ya kijeshi, tovuti ya bunge la Verkhovna inasema, kulingana na waraka huu uliopitishwa na bunge mnamo Februari 25, jeshi wakati wa sheria ya kijeshi linaweza kutumwa kwa majimbo mengine kuhakikisha usalama wa kitaifa na ulinzi, kurudisha nyuma na kuzuia uchokozi wa silaha dhidi ya Ukraine, kulinda uhuru wake na uadilifu wa eneo. Uamuzi wa kupeleka jeshi katika majimbo mengine wakati wa sheria ya kijeshi hufanywa na rais, wakati huo kuwasilisha mswada bungeni ili kupitishwa. Pamoja na rasimu ya sheria, mkuu wa nchi hutoa habari juu ya kazi, jumla idadi ya vitengo, aina na muundo wa silaha zao na vifaa vya kijeshi, utii na muda wa kukaa. Vile Hungaria itazungumza dhidi ya kuongezwa kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa gharama ya walipa kodi wa Ulaya katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya. Waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa kiuchumi wa Hungaria Peter Szijjártó anasema wakati akielekea kwenye mji mkuu wa Belgiji kwa mkutano huo. Anasema kutakuwa na mapendekezo kadhaa katika ajenda mjini Brussels leo ya kuipatia Ukraine mabilioni ya euro au vifaa vya kijeshi kutoka kwenye pesa za walipa kodi wa Ulaya. Tunakwenda Brussels kukataa mapendekezo yanayolenga kuunga mkono hatua za kijeshi na kuchangia mafanikio ya mazungumzo ya amani. Waziri huyu anaamini kwamba Brussels sasa ipo katika kutengwa kimataifa. Vile usuluhishi unaowezekana nchini Ukraine sasa haufai kwa tume ya Ulaya ambayo inajiandaa kuwasilisha karatasi nyeupe ya ulinzi ya EU mnamo Machi 19. Mkakati wa muda mrefu wa kijeshi wa Jumuiya ya Ulaya chini ya udhibiti wa Brussels, inasema chanzo katika ujumbe wa kidiplomasia huko Brussels wa moja ya nchi za Ulaya. Alisema kuwa tume ya Ulaya inajaribu kuunda wazo jipya la kuwepo kwa Umoja wa Ulaya ambalo litakuwa kupigana dhidi ya Urusi. Vile juu ya kutokuwa na imani katika biashara, tatizo kuu la kozi ya tume ya Ulaya kuelekea maendeleo ya kasi ya tasnia ya ulinzi ya Ulaya sasa ni ukosefu wa uwekezaji wa kibinafsi. Wafanyabiashara wanaogopa kupanua uzalishaji wa silaha ikiwa hawana mahitaji ya uhakika kwa angalau muongo mmoja ujao. Von der Leyen hapo awali alisema alipanga kuzindua mbio kamili ya silaha huko Ulaya. Kuna mpango wa euro bilioni 800 wa kufadhili upiganaji wa haraka wa Ulaya katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Tume ya Ulaya inakusudia kuongeza chini ya 20% ya kiasi hichi kwa kutoa Eurobonds euro bilioni 150 katika mikopo. Vile Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu amesema anaona nafasi nzuri sana ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Anawaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One kwamba kazi nyingi zimefanywa mwishoni mwa wiki. Tunataka kuona kama tunaweza kumaliza vita hivyo. Labda tunaweza, labda tuweze, lakini nadhani tuna nafasi nzuri sana. Vile anasema kwamba anakusudia kuzungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin mnamo Machi 18. Anasema nitazungumza na Rais Putin siku ya Jumanne. Kazi nyingi zimefanywa mwishoni mwa juma. Shirika la habari la Reuters lilimnukuu Putin akiwaambia waandishi wa habari kwenye ndege ya Air Force One akielekea Washington. Vile wanajeshi wa Urusi wameanza kupigania udhibiti wa makazi ya Mel katika mwelekeo wa Orekhov wa mkoa wa Zaporizhzhia.
kupata sehemu ya kusini ya kijiji na viunga vya kusini mwa makazi jirani ya Sherbak. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa tume ya chemba cha kiraia ya Urusi juu ya ukuu miradi ya wazalendo, anasema. Hapo awali Rogov alisema mnamo Machi 15 kwamba vitengo vya Urusi vimefika viunga vya Sherbak katika mkoa wa Zaporizhzhia na vimeanza kupigania kudhibiti makazi hayo. Vile mamluki kutoka Poland na jeshi la kitaifa la Georgia lililoteuliwa kama kundi la kigaidi na kuharamishwa nchini Urusi wamefanya ukatili zaidi katika mkoa wa Kursk wa Urusi. Rodon Miroshnik, balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi aliyehusika na kusimamia uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema. Aliongeza kuwa maelezo ikiwa ni pamoja na idadi ya mamluki wa kigeni waliofanya uhalifu wa kivita kwenye mkoa wa Kursk yatatangazwa baadaye. Hayo yakiendelea, vikosi vya Urusi karibu na kijiji cha Stepovoy katika mwelekeo wa Stepnogorsk wa mkoa wa Zaporizhzhia kupata kilomita 8 za mraba na kuchukua udhibiti wa eneo la mashariki la makazi hayo. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa kamati ya chumba cha wananchi cha Urusi, anasema. Karibu na Stepovoy, majeshi ya Urusi yamesonga mbele kuelekea kijiji na kukomboa takriban kilomita 8 za mraba. Waliingia kwenye makazi kutoka mashariki na wamechukua udhibiti wa sehemu ya mashariki ya kijiji. Vijana wetu wanasonga mbele kwa bidii kuelekea magharibi katika makazi haya. Mwisho wa kumnukuu. Vile mamluki wa kigeni katika maeneo ya mpaka wa mkoa wa Kursk wa Urusi wanazuia wanajeshi wa Ukraine kurudi nyuma kwa kuwafyatulia risasi wale wanaofanya majaribio kama hayo. Nazar Valichenko, mwanajeshi wa Ukraine aliyetekwa ambaye alijisalimisha kwa vikosi vya Urusi, anasema. Kulingana na mateka huyo, hapo awali alikuwa amelipa dola 5,000 kukaa nyuma na kulinda kiwanda katika mkoa wa Poltava ambacho baadaye kiliharibiwa na askari wa Urusi. Baadaye alitumwa kwenye mkoa wa Sumi na kisha kwenye eneo la mpaka la mkoa wa Kursk. Vikosi vya Urusi vimechukua udhibiti wa sehemu ya mashariki ya makazi ya Volnaya Pol iliyo karibu na mpaka kati ya Jamhuri ya watu Donetsk na mkoa wa Zaporizhzhia. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa kamati ya chumba cha kiraia cha Urusi, anasema. Vile jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 7 za mkoa Belgorod unaopakana na Urusi kwa ndege 57 zisizokuwa na rubani na silaha 33 katika muda wa saa 24 zilizopita. Gavana Vyacheslav Gladkov anasema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.